Kwa majina naitwa Agnes Mganira Nonga, ni mkazi wa kijiji cha Ikina katika kata ya Bukoli, jimbo hili la Busanda. Kwa kweli tunayo furaha kubwa sana kumpata naibu waziri katika jimbo letu la Busanda. Hasa hata katika kata yetu ya Bukoli ambayo haijawahi tokea, tunayo furaha kubwa sana. Lakini tutatamani tumempata naibu waziri katika upande wa huduma zetu za afya. Kuna vitengo ambavyo kwetu hapa vilikuwa bado havijakamilika. Kwa mfano operesheni, kina mama hata wakati wa kujifungua ilikuwa mpaka wapelekwe Nyarugusu au Geita. Lakini sasa tunatamani kwamba naibu waziri hili ataliona kwa uharaka zaidi katika zahanati yetu hii na kata yetu hii ya Bukoli. Kwa majina naitwa Abeli Musa Bukwaya, ni mwenyekiti mkuu wa maafisa wa usafirishaji abiria na mizigo yao kata ya Nyarugusu. Kipaumbele ambacho tunakiomba kama wananchi wa Nyarugusu ama kwa sisi maafisa wa usafirishaji abiria na mizigo zao, cha kwanza kabisa tuweze kupata uwezekano wa kupata dawa kwa wakati katika kituo chetu cha afya ambacho kilichopo mahali hapa. Maana tuna changamoto ya kutokuwa na dawa. Maana tukipeleka hata mwenzetu amepata ajali, tukifika maeneo ya kituo cha afya tunapewa ridhaa ya kwenda kununua dawa madukani. Sasa tunashindwa kutambua kwamba ina maana kwamba hicho kituo kina maana gani, maana hakuna dawa, hakuna huduma ya aina yoyote. Kwa sababu tunafika muda mwingine tunapakishwa, isipopatikana dawa ya kununua hatuna huduma. Basi kwa maombi yangu, cha kwanza tungeomba hicho ili kusudi kuwe na uwezekano wa kuweza kupata dawa. Labda kinaweza kikatusaidia hata kwa kuokoa uhai wa wenzetu. Maana muda mwingine tunapata changamoto hata ya kuwapoteza ndugu zetu kwa sababu ya kutokupata dawa kwa wakati. Unaweza ukatembea madukani ukaikuta dawa ambayo umeagizwa, aidha unakuta maduka yamefungwa. Kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kumuona huyu kijana. Kwanza sisi tulisema kwamba ni kweli, lakini tuliamini kwamba ni kweli kwa sababu jina limetajwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais nampongeza kwanza, moja hilo. Lakini pia wana Bukoli tunajipongeza na hasa wana Busanda kwa kumchagua huyu kijana. Kumbe tumechagua jembe kwa sababu tayari CV ya elimu alikuwa nayo. Kwa hiyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kumtoa huyu kijana kwa naibu waziri upande wa TAMISEMI. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais. Sisi ombi letu kubwa ni kituo chetu cha afya kiboreshwe, kwa sababu awali tulisikia kwamba inajengwa theater pale na itakuwa ina upasuaji utaanza kufanyika hapa. Lakini baadaye tukasikia kwamba theater ile imeshindwa kizi kufikia upasuaji, kwamba imejengwa katika kiwango sio sahihi. Baadaye huduma hiyo ikapelekwa Nyarugusu. Lakini kata yetu ya Bukoli ndio kata mama. Sasa kwa maombi yetu, ndugu mwandishi, tunaomba kama kweli hiyo ilifanya kwamba eti theater ilipungua sifa kwamba haikufaa kufanywa upasuaji, kwa kweli tulisikitika sana kama ilikuwa ni kweli, kwa sababu tulikuwa tunasikia. Lakini kama itakuwa kwamba haikuwa kweli, basi tunaomba kata yetu ya Bukoli, na kwa sababu na yenyewe imeshakuwa eneo kubwa sasa hivi na inategemea tena kuzalishwa kata nyingine, unaona, tunaomba sasa huduma hizo na sisi zisogee. Na bahati nzuri kama mlivyofika mkajitambulisha kwamba tumebahatika tumepata mbunge wetu tulimchagua, na amebahatika tena amefika huko mbele amekuwa naibu waziri katika tena kitengo hicho. Tunamuomba sana atusogezee hiyo huduma, kwa sababu eneo letu la Bukoli sasa hivi nalo ni kubwa sana, unaona, na ukienda pale hasa siku za mama wajawazito pale, utajua tu kwamba kwa kweli eneo hili kwa kweli sasa hivi ni watu wengi. Namshukuru sana Rais wetu Samia Suluhu kututeulia mtoto wetu kipenzi, atendeleze na kazi yake. Swala la pili, anapotoka huko bungeni atusaidie sisi wakaaji wa Bukoli, wananchi wa Bukoli, pia mama zake. Nampongeza Mheshimiwa Rais kwa uteuzi huu wa kijana wetu toka jimbo la Busanda na hasa kijiji chetu cha Bugogo. Kumbe hatukukosea katika wale wanne waliotoka, hatukukosea sisi kumchagua Jafari kwa kura nyingi.
ni mshauri tu kijana wetu, zile changamoto zote alikuwa akiziongelea kwenye kampeni: barabara, kituo cha afya, shule, nyumba za walimu. Basi hapo alipo atumie juu chini ili vitu hivi viweze kupatikana, na hasa barabara yetu hii ya kutoka Geita kwenda mikoa ya kanda ya kati mpaka pwani imekuwa ni shida mno, na hasa watumishi wanapata tabu, na wenyeji tu kwenda kupata huduma Kahama usafiri unakuwa sio vizuri. Unakuwa matatizo sana, barabara yetu ya vumbi tena ya muda mrefu. Alafu tutamshauri tena apeleke hoja hii. Jimbo la Busanda limezaa wilaya ya Nyang'hwale, ikazaa kule Nzera. Hii bado inazaa tu, lakini haipewi hadhi ya nini, ya halmashauri. Hivi ni vema halmashauri ikasogezwa karibu kuliko kwenda Nzera, maana sisi tumepewa adhabu. Jimbo la Busanda hasa maeneo ya Bukoba tumepewa adhabu kwenda kupata huduma Nzera kuliko kufikia topo Geita. Wangetuwekea hata basi hata Kasabu ofisi pale, tunakomea pale, tunapata huduma, sio kupitiliza tena nauli tena shilingi 5,000 huko. Tunazidi kutokomezwa tu sisi. Watuhurumie, watutengenezee halmashauri hiyo karibu kwetu kwenye kijiji chetu cha Bugogo. Mimi nishukuru sana kwamba kwa neema ya Mungu tumepata mheshimiwa mbunge Bwana Jafari Rajab Sefu, lakini isitoshe baadaye tumesikia na tumepokea uteuzi wa mama juu ya kuteuliwa kuwa naibu waziri wa TAMISEMI. Hii kwangu ni furaha kubwa, na kwa niaba ya watu wa Bugogo na kata ya Bukoli na jimbo la Busanda, sisi kwetu ni furaha kubwa zaidi kuona neema hii imekuja kwetu. Kwa miaka mingi ilikuwa haijatokea. Kwanza kabisa tangu kijiji hiki kuwa kijiji mwaka 1975 mpaka leo ilikuwa haijatokea. Kwa hiyo sisi kwetu ni neema na ni furaha kubwa, na nimshukuru sana mama kwa uteuzi huu, kuona kwamba maeneo yetu tumepata naibu waziri. Naitwa Simon Mgiabuso, mganga mfawidhi kituo cha afya Bukori. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kumteua mbunge wetu kuwa naibu waziri TAMISEMI upande wa afya. Matarajio yetu ni kwamba idara ya afya itaboreshwa zaidi, especially upande wa jimbo letu la Busanda, lakini pia kwenye kata yetu ya Bukori, ambapo tuna mategemeo ya kuboreshwa kituo chetu na kufanya ukamilifu wa miundombinu, ikiwemo pamoja na nyumba za watumishi, kupata uzio pamoja na mochwari, lakini pia kutuongezea baadhi ya kada za watumishi ambazo zinapungua hapa kituoni kwetu.